Kwa majina naitwa Mgema William ambaye ni afisa biashara Manispaa Kahama. Ndugu wafanyabiashara, mimi nitafanya marejeo machache kwenye mapitio ya semina ambazo tumezipata kutoka kwa wadau wenzetu wa Bula Company Limited, ambao wao ni wasambazaji wa teknolojia ya uzalishaji na uchakataji wa bidhaa ya mchele. Ndugu wafanyabiashara, tumekuwa na hoja nyingi ambazo pengine mmepata majibu na mimi nimepata majibu na mmeridhika. Cha msingi kikubwa zaidi ni sisi tunahitaji kuwa na teknolojia aina gani ambayo inaenda kuboresha zaidi eneo letu la uzalishaji. Wenzetu Bula kama walivyokuwa nasema kwamba bidhaa zao wanaweza wakauza kwa vipande, wanakubali kwamba sio lazima wewe uchukue seti. Kwa unaweza ukachukua baadhi ya mashine na zile zingine ukachukua kwenye eneo lako la uzalishaji. Kwa mfano, tunao mafundi ambao wanatengeneza mitambo na baadhi ya parts kwenye hizi mashine ambazo wenzetu walikuwa wakitueleza. Kwa hiyo mimi niwasie tu kwamba wenzetu wametupa taarifa, ambacho ndo kitu cha msingi, kwamba lazima kwanza uanze upate taarifa. Ukishapata taarifa unaanza kuifanyia kazi. Kwa sasa naamini tumepata taarifa kwamba Bula ni wasambazaji na wazalishaji wa mashine za uchakataji wa mchele. Kwa tayari hiyo taarifa itatusaidia sisi kwanza kujipanga namna gani na wapi wanapatikana na namna gani tunazipata hizi mashine. Eneo letu la Kahama ni eneo la kimkakati kweli. Ni eneo ambalo limezungukwa na nchi nyingi ambazo zinahitaji kupata malighafi ya bidhaa ya mchele kutoka hapa. Kwa mfano, tuna nchi ya Rwanda. Wanyarwanda wengi, nyinyi ni mashuhuda, mnafanya kazi kwenye hizi mashine. Wapo wengi sana. Wapo Waganda, wanakuja wenzetu watu wa Burundi, Kenya. Hayo yote kwetu ni masoko. Kwa hiyo uboreshaji wa bidhaa kupitia teknolojia ya kisasa itatufanya tuwavutie wateja wengi zaidi kutoka hata zaidi ya hizo nchi ambazo sasa hivi wanakuja kununua bidhaa yetu. Kwa tuweni wajasiri kutamani kuwa na hii teknolojia ambayo wenzetu Bula wametuletea, kwa sababu ni bidhaa ambayo kwa uhakika inazalisha bidhaa ambayo inakubalika katika maeneo mengi ya dunia yetu. Tunajua sote kwamba baadhi ya nchi zinakuja kuchukua huu mchele, wanaenda nchini kwao ambao wana teknolojia nzuri, wanaenda wanapaki au wanaongeza thamani kupitia teknolojia walizonazo za kisasa. Halafu wenzetu wanaweza kuyafikia masoko ya mbali zaidi ya dunia. Wanapeleka nchi za Ulaya, wanapeleka Marekani na maeneo mengine. Kwa hiyo tutamani sasa na sisi soko hili tuende moja kwa moja badala kutegemea wenzetu hawa wadogo kutoka nchi za jirani. Kwa hiyo mimi niwasihi sana ndugu zetu wafanyabiashara, tuwe na matamanio. Na mjasiriamali sio lazima kama tunavyosema kwamba sisi ni wadogo sana. Ujasiriamali mpaka Mohamed Enterprises dakika hizi bado anajiita ni mjasiriamali. Kwa hiyo mimi naamini semina hii italeta matokeo kwa watu wa Bula. Kwa hiyo Bula mtegemee kuna watu watawafuata, na hii teknolojia naamini Kahama itashamili kwa sana. Sisi kama Manispaa tunajipanga na sisi kuandaa miundombinu ya kuwavutia wawekezaji na wateja wengi zaidi. Ili mweze kufanya biashara zenu vizuri, lazima mpate wateja wa kutosha. Serikali kwa Manispaa Kahama inatengeneza miundombinu ya barabara, lakini vile vile kama tunavyosikia na kama alivyosema msemaji wa baraza la mchele kwamba kwenye vile viwanja vyetu tuandae miundombinu. Ni kweli serikali inajipanga kupitia halmashauri yetu, ishaandaa miundombinu kiasi fulani, lakini nataka kuweka miundombinu mizuri zaidi ili wafanyabiashara mtakapoanza kuhamia kule msipate tena changamoto kama maeneo mengine ambayo pengine tulikutwa hatujajiandaa. Lakini vile vile kwenye lile eneo tutakuwa na zile mashine kwa ajili ya ukaushaji, kwa sababu lile eneo litakuwa kwanza na soko la kisasa ambalo litakuwa ni soko la mchele
kwa nchi za Afrika Mashariki. Ndio litakuwa soko kubwa zaidi. Kwa sisi tutakapoweza kuhamia kule, tutapata wateja wengi kwa sababu kitakuwa ni eneo maalum la kimkakati ambalo linajitangaza. Wanyarwanda watakuja, Warundi, mpaka nchi zingine ambazo sasa hazifiki. Kitu kingine ambacho naweza kuwaambia ndugu zangu, nyinyi wafanyabiashara ni damu ya taifa. Hakuna nchi yote duniani inaweza ikaendelea bila wafanyabiashara. Mnatakiwa muwe supported, mlindwe, mtiwe moyo, na shida zote ambazo mnaziona kwamba zinakwamisha ni heri kuzizungumza katika positive way. Kwa hiyo jamani, biashara ni kitu endelevu kabisa, na bila biashara maisha sio mazuri kabisa. Sisi ambacho tunaweza tukisema kama serikali, mchele huu mnaofanya biashara tunatakiwa tuuzalishe katika kiwango cha juu sana. Ndio maana tunajitahidi kutoa pembejeo kwa wakulima wetu, kuwapa teknolojia ya kilimo bora ili waweze kuzalisha mpunga katika kiwango cha hali ya juu, ili mashine zenu zisipate tabu ya kufanya nini, ya kukoboa zao ambalo limezalishwa ovyo ovyo. Ukoboaji wake au chakataji wake vile vile unakuwa una nini, una shida. Tunawasisitiza wakulima wetu wafuate kanuni 12 za kilimo, wapande mapema, wapalile mapema, watumie mbegu safi na nzuri na yovutia, ili yote haya ambayo tunasema kwamba Kahama ni habu ya biashara mchele, na sasa tunaelekea kwa level ya Afrika. Maana nchi nyingi sana zinachukua mchele hapa Kahama, Rwanda, Burundi, Congo DRC, Sudani, pamoja na nchi zingine Central Africa wanakuja. Sasa ni jambo la kujivunia. Nyinyi kama pilot groups ambao mmehatika kuanza biashara hii, inaenda kukua. Mji wa Kahama unapanuka, una wawekezaji wengi sasa hivi. Kwa hiyo jambo mnaolifanya ndugu wafanyabiashara wa mchele ni jambo zuri. Kuna mengi ya kuweza kusema hapa, lakini tutakesha kwa sababu mambo ni mazuri mnafanya. Nichukue tu nafasi hii kuwashukuru na kuahidi kwamba miundombinu yote ya ambayo serikali inatakiwa wajibike ili kuwasaidia nyinyi inafanya hivyo, kama chama chetu kitawala kinavyosema, na serikali yetu tukufu ambayo ni sikivu inafanya hivyo. Ndio maana unaweza kaona kuna umeme upo, unaona kuna barabara za lami zinajengwa, kuna mashule yanajengwa, kuna hospitali zinajengwa. Yote hayo ni kuwasaidia nyinyi muweze kupata vitu vinaitwa amenities au vitendea kazi katika maisha yenu. Kwa hiyo serikali inafanya kazi ya kutosha kabisa kukuweza kusaidia wewe ufanye nini, ufanye shughuli zako nyingi na kwa usalama na kwa amani. Tunashukuru halmashauri kwa kuwa imetuwezesha kutupatia eneo kwa ajili ya eneo jipya la biashara ya mchele, na tunafanya vizuri, tunajiandaa kuhamia kwenye maeneo mapya. Lakini sasa haya maeneo mapya bado hayajakamilika kwenye maandalizi. Tunashukuru Bura kwa kuja kutuletea hii teknolojia mpya. Kwa vyovyote vile haitabaki hivi hivi. Kuna wajasiriamali ambao watachukua ama pad separator ambazo hawana, au mashine nyingine ambazo wataziongeza kwenye mitambo yao. Sasa mnaonaje tukitumia fursa ya kuhamia kwenye eneo jipya, hapo hapo tukiweza kupata hizi mashine mpya na teknolojia hii ya Bura iambatane na uhamaji wa kutoka kwenye eneo la zamani ambalo kwa kweli sasa hivi natubana, kule eneo ambalo manispaa imetutengea, tunahisi kwamba inaweza kutusaidia. Sasa ili ni ombi kuja kwako mkurugenzi kwamba tunaomba support. Lakini tunashukuru kwa jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja. Sehemu ya sekta ya mchele kwa kweli inaingiza pato kwenye halmashauri yetu. Tunaomba tuendelee kuzalisha, tunaomba tuendelee kuongeza ili pato ili sekta yetu ya mchele iendelee kuonekana ndio sekta inayoongoza kwenye pato kwa own source. Kwa kweli sisi tunatamani tuwe wazalishaji wazuri zaidi, tuende kusonga mbele. Nia ya kuboresha usindikaji ambao leo tumepata hapa, tunatamani kiunganisha na mpango wa manispaa ya Kahama eneo letu jipya kule Zongomera. Ombi, tunaomba manispaa kukamilisha miundombinu kama vile barabara, mitaro, umeme, maji na vyoo maeneo maalum. Kwa majina mimi ni Amos Nyegesa, ni mshiriki katika semina hii juu ya masuala ya Bura ambao ni
ni wawakilishi wanatupatia teknolojia mpya juu ya masuala ya kutumia mashine za kisasa. Kwa namna moja ama nyingine tumenufaika sana na semina hii, kwani tumeweza kufahamu teknolojia mpya ambayo tunaweza kutumia kulingana na mashine za Bühler ambazo tunaweza kuzitumia kuboresha na kuimarisha uzalishaji wetu ili kuendana na sayansi na teknolojia iliyopo kwenye soko la mchele duniani kwa ujumla. Ukiangalia teknolojia hii mpya ya mashine ya Bühler tumeweza kubaini kwamba inatuwezesha sisi kuweza kuzalisha mchele ambao umechakatwa ipasavyo kupitia mashine bora, ambapo tunaweza kuingia kwenye ushindani wa soko kubwa sasa kidunia kwa kutumia teknolojia hii ya mashine za kisasa za Bühler. Kwa kweli nimeweza mimi ambaye ni mshiriki kuweza kunufaika na teknolojia hii, na malengo yangu sasa ni kuweza kupata mashine mpya na za kisasa kutoka Bühler ambazo zitanisaidia sasa kuweza kuimarisha uchakataji wangu wa mazao, hasa zao la mchele, ili niweze kuingia kwenye ushindani dhahiri shahiri wa soko la dunia kwa sasa kulingana na sayansi na teknolojia. Na washiriki wenzangu pia wameweza kufurahia juu ya uwepo wa semina hii, na mimi ombi langu kwa serikali wawapatie nafasi Bühler waweze kuendeleza teknolojia hii ya kisasa kwa wazalishaji wa nafaka mbalimbali, hasa ikiwemo zao la mchele. Kwa jina naitwa George Kaishozi, ni meneja mauzo wa Bühler Tanzania. Tuko hapa leo kwa sababu ni siku muhimu sana kwetu Bühler, kwa sababu tumepata fursa ya kuongea na wafanyabiashara wa mchele hapa Kahama mjini kuelezea jinsi gani tunaweza tukaboresha miundombinu yao waweze kuzalisha vizuri na kufikia masoko ya ndani na nje kwa uzuri zaidi. Tumeona wasindikaji wengi wana changamoto mbalimbali. Teknolojia wanazotumia zinakuwa ni teknolojia duni na za zamani ambazo kwa hakika hazikidhi ubora. Sana sana tunaangalia nia na madhumuni ni kuhakikisha kwamba unapata kitu chenye thamani kubwa, na thamani kubwa kwenye mchele tunataka kwamba unapata mchele ambao ni mzima, ambao haujavunjika. Sasa kikubwa ni kuhakikisha kabisa kwamba tunaboresha miundombinu yao, kuhakikisha kwamba wanapata mashine nzuri kuanzia kwenye hatua ya usafishaji mpaka ukoboaji mpaka kupata mchele kamili. Kwa sasa dunia imebadilika. Mchele hauchambuliwi na wakina mama kwa mikono. Mchele unachambuliwa kwa kutumia mashine madhubuti, kwa kitaalamu inaitwa color sorter. Hii ni mashine ambayo inatoa takataka nyingi sana kwenye mchele, kuanzia mawe, biriani na vitu vingine ambavyo sio mchele. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa sana kwa wafanyabiashara wa mchele hapa Kahama. Itaenda kuwatolea changamoto zao kubwa, na wataweza kupeleka bidhaa zao sehemu mbalimbali hapa katika ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya, Rwanda, Burundi. Kwa kifupi ni kueleze kwamba Tanzania hatuko nyuma, tunajaribu kulifikia soko vizuri. Mimi naweza nikakwambia kabisa kwamba tunao wenzetu wa Kenya wanafanya vizuri kwenye mchele, lakini takwimu zinaonyesha Tanzania tunazalisha mpunga mwingi zaidi. Takriban kwa mwaka ni tani milioni 6. Sasa tani milioni 6 ni nyingi sana. Kwa hiyo na sisi kama nchi tunapeleka huu mchele wetu wenye ubora Kenya. Kwa mfano kwa mwaka 2022 ukiangalia takwimu zilizo wasilishwa leo, tuliweza kupeleka karibia tani 400,000, na bado mahitaji ya Kenya ni karibia tani milioni 1.5. Uganda vile vile tunapeleka kidogo, lakini tunataka kupeleka zaidi. Kwa hiyo mimi naweza kusema kabisa kwamba hii ni fursa kubwa, ubora unazidi kuongezeka, lakini tunaweza tukafanya kazi zaidi kulifikia hili soko la Afrika Mashariki mpaka Kongo na sehemu nyingine duniani.